Mambo vipi mdau? Kuna taarifa nyingine kutoka bodi ya mikopo ya elimu ya juu almaarufu kama HESLB. HESLB na NIDA kushirikiana kuwatambua waombaji mikopo kupitia NIN. Bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu almaarufu kama HESLB na mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA leo Ijumaa Mei 16, 2025 wamefanya kikao na waandishi wa habari katika ofisi za bodi ya mikopo kanda ya Mashariki zilizopo Dar es Salaam kwa lengo la kutaarifu umma kuhusu kuanza kushirikiana kuwapatia namba ya utambulisho NIN wanafunzi wanaotarajia kujiunga na vyuo vikuu kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Akiongea kwenye kikao hicho, mkurugenzi mtendaji wa bodi ya mikopo Dr. Billy Kiwia ameweka wazi kuwa namba ya utambulisho wa taifa itakuwa ni ya lazima katika kuomba mkopo kwa mwaka ujao wa masomo. Tunatarajia kufungua dirisha la maombi ya mkopo mwezi Juni 2025 kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Namba ya utambulisho wa taifa itakuwa hitaji la lazima katika kujaza fomu ya maombi ya mikopo. Hivyo waombaji wote wanapaswa kuwa na namba hii wakati wa kujaza maombi ya mikopo, amesema Dr. Kiwia. Kwa upande wake mkurugenzi mkuu wa NIDA Bwana James Kaji amesema kuwa NIDA wapo tayari kuwahudumia wanafunzi wote wanaotarajia kujiunga na vyuo vikuu na kuomba mkopo kutoka bodi ya mikopo kwa kuwapatia namba za utambulisho kwa wakati, na hivyo wanafunzi wanapaswa kufika katika ofisi za NIDA mapema ili kupatiwa nambari za vitambulisho. NIDA ni maisha kwa sasa. NIDA inaendelea kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Dr. Rais Samia Suluhu Hassan kuhakikisha mifumo yote ya serikali inasomana. Tunawasisitiza waombaji wote wa mikopo ya elimu ya juu kuhakikisha wanafika mapema NIDA ili kupata nambari ya utambulisho wa taifa, ameeleza Bwana Kaji. Katika hatua nyingine, Dr. Kiwia amesisitiza umuhimu wa matumizi ya namba ya utambulisho kwenye uombaji mkopo kuwa itasaidia kupata taarifa za uhakika za waombaji mikopo na katika urejeshaji wa mikopo ya wanafunzi wa mara tu watakapohitimu elimu zao. Tayari wataalamu wetu wa mifumo kutoka HESLB pamoja na NIDA wamekamilisha kuunganisha mifumo ili kuhakikisha waombaji wote wa mikopo wanajaza namba za utambulisho katika maombi yao ya mikopo na kupata taarifa za uhakika za waombaji mikopo ambazo pia zitasaidia katika urejeshaji wa mikopo, amesisitiza Dr. Kiwia. Kuhusu kurahisisha huduma kwa waombaji wa namba za utambulisho wa taifa, Bwana Kaji amesema kuwa NIDA imeboresha huduma kwa njia ya mtandao na kusisitiza waombaji wa namba za utambulisho wa taifa NIN kuingia kwenye mfumo wa NIDA kwa kutumia kiunganishi cha www.eonline.nida.go.tz ili kuwasilisha maombi yao. Waombaji wa namba za utambulisho wa taifa wanaweza kuomba kupitia mitandao wa NIDA. Njia ni ya mtandao, inarahisisha sana na kupunguza foleni kwenye ofisi za NIDA kwa kuwa 75% ya usajili inafanywa na mwombaji mwenyewe kupitia njia ya mtandao na 25% tu itafanywa na ofisi ya NIDA, amefafanua Bwana Kaji. HESLB na NIDA wamejipanga kuanza kutoa elimu kuhusu umuhimu wa namna ya kupata namba ya utambulisho wa taifa na kwa kuanza na mkoa wa Dar es Salaam ili kurahisisha mkopo wanaotarajiwa kujiunga na vyuo vya elimu ya juu kwa mwaka 2025-2026. Kazi yangu ni moja, kusogezea taarifa hizi ewe mwanafunzi mdau pamoja na mpenzi mfuatiliaji wangu, kuhakikisha wale wote wanaohusika basi wanatumia fursa hii na nafasi hizi kwa wakati. Endelea kusubscribe channel hii. It's me Teacher Sharak. Karibu sana.